wamezungumzia, na mada yetu kuu ilikuwa the power in the blood of Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu katika damu ya Yesu Kristo, nguvu ambazo zinapatikana, na tumeshaelezewa zile nguvu ambazo tunaweza pata kupitia katika damu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo najua kwamba wewe ukiwa mahali pale umeshaelewa ya kwamba ni nguvu gani ambazo zinapatikana kwa damu ya Yesu Kristo. Ni nguvu gani ambazo tunazipata kupitia katika damu ya Yesu Kristo. Nataka tu uweze kuelewa hili ya kwamba ilipoanza na tena ikaonyesha imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisoma katika kitabu cha Ufunuo 5:6 inazungumzia Yohana anapokuwa anaonyeshwa katika maono ya kwamba Biblia inasema kwamba na swali likakuja, wakauliza hili swali ya kwamba ni nani atakayeenda duniani ili aweze kumkomboa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nani angeenda duniani? Lakini sasa angalia vile hili swali linaulizwa na tena inaonyeshwa ni kama imemalizika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma mahali pale itakuonyesha kwamba Yohana alikuwa katika kilio kwa sababu ya wanadamu walikuwa wanahangaika. Hakuna mtu mwenye alikuwa amejitolea. Biblia inasema kwamba hata duniani, chini ya maji na hata mbinguni hakuna hata mmoja mwenye alikuwa tayari kwa ajili ya ukombozi. Na hata siku ya leo hakuna Mkristo mwenye ako tayari kwa ajili ya kukomboa Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu yeyote mwenye ako tayari kwa ajili ya kukomboa Injili. Hakuna mtu yeyote mwenye ako tayari kwa ajili ya kusimama katika ukweli na kuweza kutangaza Injili ya ukweli, kwa sababu watu wengi wameogopa. Na hivyo ndio ilikuwa pale mbinguni, ya kwamba ikaulizwa swali, ni nani atakayeenda duniani? Biblia inasema kwamba hakuna kiumbe chochote chini ya maji, duniani ama mbinguni ambacho kilikuwa tayari. Yohana anaona haya yote, lakini Biblia inasema namna gani? Naye malaika akamwambia Yohana ya kwamba usilie katika ile hali, uzikae katika kilio, maana tuna mmoja ambaye ni Simba wa Yuda ambaye atakaye enda kukomboa dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana alipomtazama Simba wa Yuda alimuona akiwa amechinjwa. Sasa nataka waanze kuangalia ile hali yenye Yesu alikuwa. Ule wakati ndio wanatafuta mtu mwenye atakayeenda duniani kuwakomboa wanadamu, lakini Yohana anapomuona anamuona kama ameshachinjwa. Hii inathibitisha kwamba Yesu ndiye mwanzo na tena ndiye mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Imeshathibitisha kwamba Yesu ndiye mwanzo na Yesu tena ndiye mwisho katika maisha yako. Kwa hivyo inamaanisha katika maisha yako kama hauna huyu Yesu, wewe ni kitu bure. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana anaulizwa kwanza ya kwamba ni nani atakayeenda duniani kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Mwanadamu alikuwa ametenda dhambi. Katika ile hali, wakati huo Yohana anapomuona anaona Yesu kama ameshakamilisha mission. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana alikuwa ameshachinjwa. Kuchinjwa inamaanisha kwamba yule mtu ni kama anatoka katika vita, yule mtu ni kama alipigwa mijeredi. Sasa ameshatoa ile damu iliyomwagika pale msalabani. Hii damu ndio tunazungumzia wapendwa, ya kwamba hii damu ilileta ukombozi kwa ajili ya maisha yako mpendwa. Wewe haungekuwa mahali hapa siku ya leo, labda ungekuwa mahali pengine katika hali ya duniani, ukiwa unateseka, ukiwa katika zile hali za dhambi, lakini siku ya leo unapatikana mahali hapa ili uweze kumwabudu Mungu. Mbona mpendwa uendelee katika dhambi tena? Mbona uendelee tena kutenda dhambi? Na ile damu iliyomwagika msalabani iliweza kukukomboa ili uweze kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuweze kuangalia vitabu ambazo tutakuwa tu tunaangalia, hatutaenda kiundani. Zingine tumeshaambiwa na tumeshaandika chini. Kwa hivyo tutaenda haraka katika zile vitabu ya kwamba damu ya Yesu Kristo, jambo la kwanza
kumwagika kwa damu ya Yesu Kristo ilimruhusu mwanadamu kuwa mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuingia mahali patakatifu. Haleluya. Ulipewa sasa mamlaka, na sasa siku ya leo unaweza ingia mahali patakatifu. Na nani mwenye anaingia mahali patakatifu? Ni yule mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mahali patakatifu panapatikana mtakatifu. Uwezi ingia mahali patakatifu hata kama hiyo damu ilifanya ukawa mtakatifu, na unaingia kama bado uko katika dhambi. Utaingia mahali patakatifu, maana mwenye anapatikana mahali patakatifu ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa je, wewe ni mtakatifu mpendwa? Umekaa katika utakatifu? Umekataa dhambi? Haleluya. Ukisoma Waebrania 10:19 utapata kwamba inazungumzia ya kwamba tulipewa ujasiri wa kuingia katika mahali ambapo ni patakatifu. Tulipewa ule ujasiri. Ile damu ilipomwagika pale msalabani, tulipata ule ujasiri wa kuweza kuingia mahali patakatifu. Ukisoma tena Waebrania 13:12 inazungumzia kwamba through the blood we were made holy. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupitia katika ile damu iliyotirika msalabani, tuliweza kuwa sasa watakatifu. Wapendwa, tunapozungumzia utakatifu sasa haimaanisha kwamba utakuwa unaogelea kwa dhambi, lakini wewe tu ni mtakatifu kwa sababu hii damu ilishamwagika. Sasa mimi ni tu ni mtakatifu, hata nikitenda dhambi, nikifanya mambo yangu, lakini mimi bora damu ilimwagika. Hapana. Unafaa ukae katika utakatifu, ukatae dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na haya ndio mambo yenye tunaenda kuelezea dunia, ya kwamba watoke katika dhambi. Maana ile damu iliyomwagika ilifanya mwanadamu aweze kuwa mtakatifu, lakini yule ambaye amekataa ile dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili ni kwamba ile damu ambayo ilimwagika pale msalabani iliweza kununua kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ile damu msalabani Kristo iliweza kununua kanisa. Kanisa lilikuwa limeanguka kwa sababu ya Mafarisayo na Masadukayo. Wangeweza kufundisha mambo yao kulingana na tumbo zao. Wangeweza kufundisha historia. Wangeweza kufundisha mambo ya tradition. Lakini Yesu alipokuja, Biblia inasema kwamba, na akasema kwamba nitalijenga kanisa kwa siku 3. Bwana Yesu asifiwe. Na kweli ilipofika siku ya 3, Yesu Kristo alikuwa ameshakamilisha kanisa. Lilikuwa limeshajengwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiposa siku ya 3 Yesu anafufuka kutoka kaburini. Alikuwa amemaliza kukamilisha kujenga kwa kanisa. Maana alikuja kwa ajili ya kuweza kulikomboa kanisa, kuweza kulinunua kanisa kupitia kwa damu ambayo ilimwagika pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Damu ya Yesu ilikuwa na nguvu. Kulitiririka kwa hiyo damu pale msalabani kulionyesha nguvu ambazo zilikuwa ndani yake. Haleluya. Jambo lingine ni kwamba ukisoma Waefeso 2:13 inasema kwamba ilitufanya kuweza kusonga karibu na Mungu, ilitupatanisha. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu alikuwa ametenda dhambi, kwa hivyo alikuwa adui wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika ule wa adui, damu ya Yesu inapotiririka pale msalabani inamfanya mwanadamu anakuwa na upatanisho. Ile damu inasimama katikati. Sasa unaweza songa karibu na Mungu. Na ndiposa nimekuambia kwamba sasa uko na uhuru wa kuingia patakatifu. Haleluya. Na hiyo Sunday nikawaambia kwamba na ile pasha ilipopasuka katikati ikaonyesha kwamba kila mmoja ako na uhuru wa kuingia patakatifu. Haleluya. Kila mmoja ako na ule uhuru wa kuingia patakatifu. Kwa hivyo damu ya Yesu iliweza kukupatia uhusiano mzuri wewe na Mungu.
siku ya leo uko na uhusiano mzuri katika maisha yako na Mungu, lakini uhusiano unatokea wapi? Ule wakati wenye unanyenyekea na kumwogopa Mungu na kukataa dhambi. Dhambi ndio inafanya hautakuwa tena na huu uhusiano. Usikae katika dhambi ukadani ya kwamba sasa uko na uhusiano na Mungu. Hapana, mpaka uweze kukataa ile dhambi ili uweze kukaa katika utakatifu na uweze kuwa na uhusiano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tujua kwamba siku ya leo kama Wakristo na waumini ya kwamba tuko na uhusiano mzuri sisi na Mungu. Unaweza enda mbele za Mungu uweze kuomba jambo na Mungu aweze kukujibu we mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kumwombea mtoto wako, unaweza kuomba kwa ajili ya maisha yako na yale mambo iweze kutendeka. Kwa sababu gani? Uko na uhusiano. Lakini uhusiano unakuja wakati wenye mpendo we mwenyewe umejitolea kukaa katika utakatifu. Kwa hivyo kwa yote jambo kuu ni utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika kitabu cha Wakolosai 1:20 nayo inazungumzia ya kwamba through the blood tuliweza kuwa na uhusiano mzuri ama kuwa na amani na vitu zote mbinguni na hata duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupitia katika damu ya Yesu tuliweza kuwa na uhusiano mzuri. Mungu sasa aliachilia amani. Inamaanisha kwamba mwanadamu sahi anafaa hata anaweza tembea na simba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hili ndio lilitendeka mwanzo. Mwanzo mwanadamu angekuwa na uhusiano na kila mnyama. Hata mnyama hangedhuru mwanadamu. Lakini alipotenda dhambi, sasa akawa adui na wanyama wengine. Dhambi ndio ilifanya. Na siku ya leo hata Biblia inatuambia kwamba sasa baada ya Yesu Kristo na damu kumwagika pale msalabani, tena tukawa na ule uhusiano. Je, unaweza kuwa na uhusiano na wanyama? Bwana Yesu asifiwe sana. Mnyama anaweza kuona awachane na wewe ama atakuchukua kuwa chakula chake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba tukaweza kuwa na uhusiano. Sasa tuna ule uhusiano na kila mmoja duniani na hata mbinguni. Kwa hivyo tuko na uhusiano na malaika, tuko na uhusiano na kila mmoja ambaye ni majirani, uko na uhusiano nao. Wewe sasa umepewa yale mamlaka. Lakini Mungu ile damu ikaweza kutoa ile waadui ambao tulikuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Pia inazungumzia kuhusu dhamira ya kwamba ukisoma Waebrania 9:14 inazungumzia kwamba ilitusafisha dhamira. Ile damu iliweza kusafisha dhamira. Dhamira ambayo tulikuwa nayo. Tulikuwa na dhamira gani? Ya kwamba tungefikiria mambo ya dunia, dhambi, watu walikuwa wanauana. Haleluya. Watu walikuwa wanatembea katika mambo ambayo ni ya dunia. Lakini ukweli ni kwamba ikakuja ikatusafisha dhamira kufikiria. Siku ya leo mpendwa, katika dhamira zako ukikaa chini kama umeokoka na kweli umeokoka kiukweli, hautafikiria kuhusu kwenda kuiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautafikiria kwenda kuua mtu. Utakuwa unafikiria kuhusu ukuu wa Mungu. Utakuwa unafikiria kuhusu upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuwa unafikiria kuhusu mazuri juu ya wenzako. Kwa sababu ile dhamira yenye tulikuwa nayo ya dunia iliondolewa kupitia katika ile damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hiyo damu ikawa ya dhamana, ikawa ya uwezo. Ndiposa watumishi walikuwa na neno wakisema kwamba ilishinda damu zote ambazo zilikuwa zimemwagwa hapa duniani, na hata damu za wanyama wote iliweza kushinda, maana ilikuja kwa ajili ya kukamilisha na kuweka siri kwa ajili ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Waebrania 13:20 inasema kwamba we were made complete. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuliweza kukamilishwa katika kazi za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
ya kwamba ilitufanya kuweza kukamilika. Siku ya leo umekamilika katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kitambo ilikuwa kwamba mpaka ulete kama ni kondoo ndiposa waweze kuomba, waweze kumwaga damu, lakini ilipomwagika hii ya Yesu Kristo ilileta ukamilisho katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Revelation nayo inasema namna gani? 12:11 inazungumzia kuhusu tuliweza kushinda adui. Ilitufanya tukashinda adui. Adui ni nani? Adui si jirani yako. Adui si mtu ambaye unaona na macho. Adui ni shetani. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani ndiye adui ya mwanadamu. Hakuna adui mwingine, ni shetani. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba tuliweza kuwa victorious, kuwa washindi. Ndipo Biblia inasema kwamba we are more than conquerors. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tuliweza kuwa washindi, tukashinda shetani. Biblia inasema kwamba na Yesu Kristo akaenda kuzimu, akamnyang'anya shetani ufunguo wa mamlaka, na siku ya leo sasa anatawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule utawala akampatia mwanadamu ya kwamba atatawala hata dunia. Haleluya. Na hiyo authority umepewa mpendwa, ya kwamba umemshinda ambaye ni adui, ambayo ni shetani. Na katika huo mstari utapata kwamba inazungumzia kwamba na hata katika shuhuda zao kutoka kwa midomo zao. Haleluya. Amen. Vile dada yetu ameshuhudia hapa, ameshashinda shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua tunashindwa kwa sababu hatutaki kushuhudia. Shetani alikuwa anahitaji kuaibishwa. So wakati wenye unashuhudia unamwaibisha shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ilileta kitu yenye inaitwa pia ushirika katika maisha yetu. Siku ya leo tunaweza kaa kama wanadamu tuweze kushiriki. Ndiposa unaona kwamba Yesu Kristo ule wakati wenye anamega mkate na damu yake, kikombe cha divai kikaweza kuwakilisha damu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilileta ushirika kwa Wakristo, lakini Wakristo wako na ushirika siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu ako na shughuli zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ilileta ushirika, na ndiposa amekaa na wale wanafunzi na akaweza kumega mkate na kuweza kukunywa ile divai, kuashiria ile damu ambayo ilitirika pale msalabani. Naenda hivi haraka kwa sababu umeshasikiza hilo neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Waebrania 9:12 inazungumzia ukombozi. Tulipata ukombozi kupitia kwa hiyo damu. Waebrania 9:12, Waefeso 1:7 na tunapate Petero wa kwanza 1:18 inazungumzia kuhusu ukombozi. Na hizo tatu ndio zitakuwa mwelekeo wetu katika huo mkutano, ya kwamba tuliweza kupata ukombozi kupitia katika ile damu iliyotirika msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupitia katika hiyo damu tukaweza kupata ukombozi. Mwanadamu alikuwa amekaa katika utumwa wa uovu, katika utumwa wa shetani, lakini kwa sababu ya damu iliyomwagika pale msalabani, ile inasema kwamba tulipata ukombozi, na siku ya leo tunaweza tumewekwa huru kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu, kwa ajili ya kutembea. Tunawekea watu mikono, wanaweza kupata uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hiyo ni damu ambayo ni ya Yesu Kristo, ambayo ilitenda haya yote na ikaweza kuwa kama ikakuja kushuhudia pia. Ilikuja kama witness. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pale tukisoma 1 John 5:9 inazungumzia vitu vitatu ambazo zinashuhudia hapa duniani. Damu ya Yesu ilikuwa moja yake. Maana inasema mbinguni tuna Mungu, tuna Mwana na tuna Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini duniani tukawa na maji, tukawa na damu na tukawa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya mambo ilikuwa inakuja ikibadilika. Mara ya kwanza Mungu mwenyewe alikuja. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo unaona kwamba naongea na Musa. Mara ya pili Mwana akakuja, ambaye ni Mungu anakuja katika mfano wa mwili wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara ya tatu sasa Roho Mtakatifu ndiye amekuja.
wale wote wanakuja kwa ajili ya kushuhudia ukuu ambao uko katika pale mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku ya leo unafaa uelewe vizuri na ujua kwamba umekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo na inanena mema kwa ajili ya maisha yetu. Unapotembea kama Mkristo, jua kwamba hii damu inanena mema katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Waebrania 12:24 inasema kwamba hii damu ilikuwa inanena mema kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Hii damu ilipotiririka haikuangalia kwamba ule alikuwa mtenda dhambi ama hawa walikuwa wanafunzi walikuwa wanafanya vizuri, bali ilikuja ilitiririka kwa ajili ya kila mmoja ambaye atakaye sasa kuwa na imani kwa ajili ya ile damu, kwa ajili ya Yesu Kristo, na aweze kufuata njia za Yesu Kristo, atasamehewa dhambi zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa sababu kitambo ilikuwa ngumu kusamehewa dhambi, mpaka ungeleta ng'ombe, mpaka ungeleta kondoo, mpaka ungeleta vitu. Lakini siku ya leo ukiamini kwa damu ya Yesu Kristo iliyotirika msalabani, unasamehewa dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa imani yako ndio itafanya uweze kukombolewa. Wapendwa, tukae katika imani ya kwamba tuweze kuamini ya kwamba huyu Yesu anaweza katika maisha yetu, ya kwamba tuna nguvu katika hiyo damu iliyotirika pale msalabani. Haikutirika kwa sababu ya misara za wanadamu, haikuwa kwa vile wanadamu walikuwa wanaona ule wakati, lakini ilipotiririka ilikuwa inaonyesha ukuu fulani ambao ni ukombozi mkuu sana katika maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. So nataka tuweze kuamuka kwa miguu zetu. Tunapenda kunena damu ya Yesu kwa ajili ya maisha yetu, ya kwamba iweze kukomboa maisha yetu. Damu ya Yesu iweze kukomboa kila mmoja maisha yake, hata wale ambao wako nje, wale ambao hawajamjua Mungu, wale ambao hawajaelewa umuhimu wa damu ya Yesu Kristo, iweze kuwakomboa. Nataka tu uweze kwenda mbele za Mungu, uweze kunena kwamba damu ya Yesu iweze kukomboa, iweze kukomboa maisha yako, iweze kukomboa hata wale ambao hawajakombolewa, wale ambao walirudi nyuma, iweze kuwakomboa. Bwana, tunasema ni